Haikuwa rahisi, lakini kwa sasa imekuwa rahisi. Tulisubiria kipindi kwa muda mrefu sana kupitia Sifa Online TV. Kwa majina yangu naitwa Wenceslaus Juni Machibia ama Wens Machibia, msukuma halisi kabisa ambaye nakuleta kipindi cha Sanaa and Spotlight. Basi ni furaha yangu mimi kunipata tena hapa, ni furaha yangu kufanya wewe umeshika simu yako na kuniona. Pia unavyoniona hapa ujue kuna kitu kizuri nimekuletea kwa siku ya leo. Karibu sana katika Sifa Online TV kwa siku nyingine tena. Endelea kufurahia hiki kipindi chetu. Leo tuko na msanii anaitwa Makongo. Makongo ni msanii ambaye anafanya sanaa katika mkoa wa Kilimanjaro. Pia ni mwenyekiti wa TDFA wilaya ya Moshi mjini. Ni msanii ambaye wa muda mrefu, so naweza kwangu mimi naweza kusema legend. Ni msanii ambaye namfuatilia sana nyendo zake mpaka mkuja kumpa uongozi, maana yake wanatambua kazi anayofanya katika mkoa wa Kilimanjaro. Makongo, mambo vipi? Fresh inakuaje? I say fresh. Namshukuru Mungu. Karibu sana katika studio za Sifa Online TV. Asante sana. Unajisikia amani kwa hapa? Najisikia amani sana kufika studio za Sifa Online TV kwa sababu nimekuwa nikiona tu baadhi ya watu wanafanya interview. Customer siku moja na mimi naweza kufika. Sawa. Nimekutafuta sana na nimetumia muda mwingi sana, nimechukua muda wako kidogo na nikasema nizungumze na wewe mawili matatu ambayo yapo katika moyo wangu na wewe pia utayatoa kupitia kinywa chako. Makongo, kwa nini Makongo? Kwa majina naitwa Paulo Martin Mwenamila, ni mwenyekiti wa chama cha uigizaji la Moshi mjini. Lakini pia kama ulivyouliza kwamba kwa nini Makongo? Makongo ni jina ambalo nimeweza kupata umaarufu kupitia shule yangu nilosoma ya Makongo High School iliyoko Dar es Salaam, ile shule ya jeshi. Baada ya kusoma pale, shule ya kipaji, kama unavyojua Makongo ni shule ya kipaji ambayo nilifaulu pale katika mambo ya uigizaji pia. Kwa hiyo ndio nilipatia pale, ndio kuanzia pale nikanaita Makongo mpaka leo. Makongo, una muda gani katika tasnia ya filamu? Kwa kweli na muda mrefu sana, tangu 2008 na nimeweza kufanya sanaa yangu. Nimeanzia mkoa wa Tanga, nilikuwa kwenye kundi moja inaitwa Fal Sanaa Groups. Ndio. Mambo pale. Nikaja Mwanga, nikaweza kujiunga na kikundi cha sanaa kiko pale Mwanga Arts Group. Kwa bahati nzuri nikaweza kufanikiwa kufanya movie yangu ya kwanza inaitwa One Day Yes. Ambayo naweza kusambaza mikoa mbalimbali. Wakati wote tunasambaza sehemu mbalimbali katika mfumo wa DVD. Okay. Nyumba kwa nyumba, dog. Kwa Kongo nadhani wanaelewa. Kwa hiyo historia yangu ya sanaa ndivyo ilipoanzia, na hivi sasa nikaja Moshi. Kwa bahati nzuri nikakutana na wadau mbalimbali ambao nilikuwa nashirikiana nao. Nikatokea nafasi za kugombea uongozi katika sanaa katika wilaya yetu Moshi mjini. Nikachukua fomu, Mungu si Asumani akanijalia, nikashinda uchaguzi. Na ndo mpaka leo mimi ni mwenyekiti wa chama cha waigizaji la Moshi mjini. Okay. Sawa. Tuanzie hapo kwenye One Day Yes. Hiyo filamu niliipitia, nilitizama. Ulifanya vizuri, manake wewe ndo ulikuwa main character, wewe ndo mwandishi, wewe ndo director. Lakini nilivyoangalia part 1 nilitegemea kwamba nitaona part 2, lakini part 2 sije kuiona. Unaweza kaelezea changamoto ilikuwa nini? Changamoto kubwa kabisa ambayo ilisababisha nisirudie part 2. Kwanza kabisa ile movie bahati nzuri ilipokelewa vizuri sokoni. Na ndo movie ambazo katika wilaya ya Mwanga ilifanya vizuri zaidi kuliko movie zote zile ambazo zishakutengenezwa wilaya ya Mwanga. Kwa hiyo katika hiyo najivunia na niweza kusambaza sehemu mbalimbali. Kwa hiyo sababu kubwa zaidi ilikuwa ni capital, yani mtaji, kwa sababu baada ya kuuza ile movie vizuri, kwa kweli kulingana na soko lilivyokuwa linasuasua, nikashindwa kutengeneza movie ya pili ambayo ilikuwa inamalizia kwa nipate tu. Nilishindwa kulingana na mtaji. Kwa wakati huo movie zilikuwa kidogo zina ile soko lao lianza kupotea la DVD, pale ndio changamoto ilianza kutokea, nikashindwa kumalizia. Okay, sawa. Kwa changamoto ilikuwa ni capital, si ndio? Ndio. Okay. Unaweza ukatoa part 2 kwa muda huu ama ndo part 1 ndo ilipoishia ndo hautaweza kutoa maendelezo wa part 2 yake? Kwanza ni ngumu kulingana na wale wahusika ambao tuliweza kushiriki kwenye ile kazi. Kwa sasa hivi kila mtu uko na maisha yake, pia yale muonekano wao ushabadilika. Ukimzungumzia Winnie na ni Queen ambaye alicheza kama Queen anaitwa Rosemary Dismas. Yule sasa hivi imekuwa mkubwa kidogo na ameongezeka, amekuwa bonge tofauti na kile alivyokuwa kina Junior Mvungi. Sasa amesha kuwa kubwa, amenepa sana.
Kwa hiyo ni kuwapata tena ni ngumu. Kwa hiyo labda niamue tu kuingia tena location niweze kutengeneza kazi nyingine ambayo itanitambulisha tena upya. Sifa Online TV, sauti ya jamii, jukwaa la kila mtu. Sifa Online TV, utapata habari, burudani na maarifa.